Naam, ni wasaa mwingine tena tunakutana hapa katika kipindi chetu cha Uba Sport tukiyazungumza yale ya kimichezo yaliyojiri Tanzania pamoja na barani Afrika kwa ujumla. Utakuwa nami Chazi Mgawe pamoja na Leopard John. Tutakwenda kuangazia idadi ya marefari ambao watakwenda kuchezesha michuano ya AFCON itakayofanyika pale nchini Morocco. Idadi ya marefari waliochaguliwa ni idadi ya marefari 73. Leopard John, ni idadi sahihi unafikiri ya marefari kulingana na michuano husika? Hadhi ya michuano ya AFCON inahitaji kuwa na waamuzi bora ambao wanajidhatiti kwa sehemu moja ama nyingine, ambao kwa CV huenda wakawa wako vizuri kwa sehemu moja ama nyingine. Ndio maana shirikisho la soka barani Afrika kupitia kamati yake ya waamuzi wakawateua hawa waamuzi 73 ambao watakwenda kuhusika kwenye michuano ya AFCON kuanzia Disemba 21 hadi Januari 18 mwaka 2026 huko Afrika ya Kaskazini katika ukanda wa UNAF nchini Morocco. Unapozungumzia michuano ya AFCON inahitaji kwa umakini mkubwa hasa kwenye eneo la maamuzi ya waamuzi, maana sehemu hii imekuwa ikilaumiwa sana baadhi ya ligi mbalimbali, sio tu barani Afrika, hata pia kwenye zile ligi kubwa barani Ulaya zimekuwa zikiwa na malalamiko makubwa kwenye eneo ya waamuzi. Kwa hiyo ili mradi uenjoy ladha ya mpira, ili mradi uenjoy ladha ya AFCON, lazima waamuzi wao wanafanya yale maamuzi ambayo kila mmoja anayaona kwamba ni ya haki na ya halali. Ndio maana kamati ya waamuzi wa CAF wakaamua kuselect hawa waamuzi 73 ambao binafsi yangu ni bora, waamuzi wa kati kwa maana central referee, lakini pia wale waamuzi wasaidizi assistant referees, lakini pia wale waamuzi ambao watakuwa wanatoa msaada kwenye teknolojia ya VAR. Kwa listi hii naamini AFCON itakuwa na mwendelezo mzuri hasa katika engo ya maamuzi kutokana na waamuzi ambao wamechaguliwa. Naam, tumetoka kuangalia idadi ya waamuzi ikiwa ni idadi kubwa sana. Idadi ya waamuzi 73 sio mchezo. Tuje tuangazie swala la waamuzi au 73 wote walioitwa. Je, wanakizi vigezo? Na unawaona wanaweza wakafanya kitu kwenye hii AFCON? Ni wazi kwenye michuano ya AFCON inahitaji waamuzi ambao wana hadhi na wameshajithibitisha hilo ubora wao, lakini pia klasi yao. Ndio maana kwenye hawa waamuzi 73 sina shaka kana kwamba wote wana beji ya FIFA kwenye mabega yao ama kwenye kifua chao. Ndio maana wamepewa hili jukumu la kwenda kuwa mapilato kwenye michuano mikubwa nambari 1 kwa ubora barani Afrika. Katika listi yuko moja kati ya waamuzi bora kwa wakati huu toka barani Afrika. Hapa namzungumzia Dehane Beida kutoka nchini Mauritania. Kila mmoja anafahamu namna ambavyo amekuwa anaaminiwa na CAF na kupewa hata ile mechi ngumu za barani Afrika kwenye ligi ya mabingwa, the same pia hata kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mara kadhaa amekuwa anaonekana akifanya maamuzi ambayo watu wengi wamekuwa wakiyaita kwamba ni maamuzi magumu. Huyu mwamuzi atakumbukwa kwenye mchezo wa fainali wa msimu uliopita kombe la shirikisho barani Afrika, Simba Sport Club katika uwanja wa Amani Complex pale Zanzibar. Aliweza kutoa kadi nyekundu kwa kiungo wa mkabaji wa klabu ya Simba Yusuf Kagoma, lakini pia atakumbukwa na wananchi mashabiki wa Young Africans kwenye mchezo ule ambao ulifanyika katika uwanja wa Loftus Versfeld pale Afrika ya Kusini. Aliweza kukataa goli la Stefan Kiazizi ambalo watu wengi mpaka hii leo wanajiuliza kipi ambacho kilifanya mwamuzi aweze kukataa lile bao. Kwa hiyo ukija kuangalia mwamuzi Dehane Beida amekuwa na mwendelezo mzuri, anaaminiwa na shirikisho soka barani Afrika, lakini pia amekuwa anapewa zile mechi ngumu ambazo zimekuwa zina uzito kwenye kufanyia maamuzi. Lakini pia yuko mwamuzi mwingine kama mfano Jean Jaskiu Ngambo Ndara kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila mmoja anafahamu bora wake, mara kadhaa amekuwa anaonekana kwenye mechi kubwa, yaani zile big matches za Afrika ameweza kuamua. The same hata kwa mwamuzi bora wa mwaka uliopita katika shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambaye ni Omar Abdulkader Atan kutoka nchini Somalia. Huyu naye pia ni sehemu ya hawa waamuzi ambao watakwenda kuelekea michuano ya AFCON mwaka huu. Hawa waamuzi ambao ni mwazungumza kwa uchache wao, hawa tayari wameshachaguliwa na FIFA kwenda kuhosti ama kwenda kuwa waamuzi kwenye michuano ya World Cup 2026 pale nchini Marekani, Mexico pamoja na taifa la Canada. Kwa hiyo hawa ni waamuzi kwa level zote za Afrika, hawa ndio wako bora kwa wakati huu. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna mwamuzi mwingine ambaye alistahili kuwepo hapa na amekosekana. Hawa wote ambao wako hapa, hawa ndio waamuzi bora katika bara la Afrika kwa wakati huu. Naam, huyo ni Leopard, anasema ana imani kubwa sana na waamuzi. Labda turudi kwako Leopard. Ligi yetu ya Tanzania
ni ligi nambari 5 kwa ubora barani Afrika. Lakini kitu cha kushangaza haijatoa mwamuzi hata mmoja. Yaani hata nani tunaitaga wale malanzmeni. Hajatoka hata mmoja. Unafikiri ni sababu zipi zilizofanya ligi nambari 5 kwa ubora barani Afrika ishindwe kutoa referee? Of course unapozungumzia ligi kuu Tanzania bara ambayo kwenye rankings za CAF ya miaka 5 tumeshikilia nafasi namba 5, lakini kwenye shirika la IHFFS tunashika nafasi ya 4. Hili ni shirika ambalo limekuwa linatoa takwimu kila baada ya mwaka mmoja, lakini unakuja kuangalia ligi yetu, kwa maana kwamba ligi kuu ya NBC Premier League ni miongoni mwa ligi chache barani Afrika ambazo mechi zake zote za msimu huwa zinakwenda live, yani watu wanashuhudia. Of course vitu vikao vinakwenda live na Afrika inaona, ulimwengu unaona, basi kutakuwa na mapungufu yake, na ni wazi waamuzi wetu kwa sehemu moja ama nyingine wamekuwa wana maamuzi ya kibinadamu ambayo yamepelekea watu kuweza kudhibitisha kwamba kile kitu ambacho kimetokea sio cha halali. Waamuzi wa Tanzania ambao wamekuwa wanafanya vizuri kwa siku za hivi karibuni, utamzungumzia mwamuzi kutoka mkoani Manyara, hapa namzungumzia Ahmed Arajiga, amekuwa na consistency nzuri. Mara kadhaa amekuwa akionekana kwenye michuano mbalimbali ya CAF akiaminiwa, lakini pia hata zile mechi za FIFA amekuwa akiweza kuamua. The same hata kwa mtu kama vile Ramadhani Kayoko, kuna muda amekuwa akiwekwa kwenye hiyo listi. Hata pia Heri Sasi kuna wakati alikuwa anajumuishwa. Wakina waamuzi wetu wa kike, wakina Amina Kiando miongoni mwao wako pale, lakini Tatu Morogo the same. Hata pia waamuzi wasaidizi, namzungumzia mtu kama vile Frank Komba, hapa namzungumzia Janet Balama, lakini pia hata bwana mdogo kutoka mkoani Tanga Kasim Panga, nao wamekuwa ni miongoni mwa waamuzi ambao wamekuwa mara kadhaa wakiitwa kwenye michuano mbalimbali. Tumewaona kwenye michuano ya CHAN, Arajiga alikuwa ni sehemu ya waamuzi ambao walicheza kwenye ile michuano, lakini safari hii CAF kuna vitu ambavyo wao wameviangalia na wakaona kwamba Arajiga hastahili kuja kwenye hii michuano ya AFCON mwaka huu. Ni wazi waamuzi wetu wamekuwa wanatuangusha kwa sehemu moja ama nyingine, kutokana na kwamba wamekuwa hawana mwendelezo mzuri kwenye eneo la kufanya yale maamuzi ya kiwanjani. Huyu Arajiga, kuna skendo ambayo ilitrend siku chache kabla ya kuelekea msimu uliomalizika, mpaka shirikisho la soka barani Afrika likaamua kwenda nchini Misri na kumchagua mwamuzi Amini Mohamed Omar kutoka nchini Misri, ambaye huyu naye pia yupo kwenye listi ambayo watakuwa waamuzi kwenye michuano ya AFCON mwaka huu, lakini pia amejumuishwa kwenye listi ya waamuzi ambao watakwenda nchini Mexico kwa ajili ya zile finali za kombe la dunia mwaka 2026. Kwa hiyo unakuja kuangalia ile ilikuwa ni sehemu ya kuwachafua waamuzi wetu. Why dabi nambari 1 katika eneo la Afrika Mashariki inakwenda kuchezeshwa na waamuzi kutoka nje, na huo ulikuwa sio utamaduni wetu kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo hiki kipindi CAF wameangalia kwamba Tanzania sawa na ligi nzuri ambayo takriban game zake zote zitakwenda live, lakini waamuzi wao wamekuwa wanaboronga kwa sehemu moja ama nyingine. Lakini pia hii inatoa njia kwa hawa waamuzi kuweza kujihakiki pia upya kuelekea hata michuano ya AFCON 2027 ambapo Tanzania tutakwenda kuwa wenyeji wa hii michuano. Kwa hiyo itakuwa ni aibu tukiingia kwenye michuano ya AFCON huku tukiwa hatuna mwamuzi hata mmoja ambaye atakwenda kuwa pilato kwenye hiyo michuano. Hapa nazungumzia finali za AFCON za mwaka 2027 inshallah, ambapo Tanzania, Uganda na Kenya ndio watakuwa waandaaji wa hii michuano. Tanzania hatuna VAR sio? Lakini tuseme Afrika hamna ligi inayochezeshwa kwa mfumo wa VAR. Tanzania wanatumia VAR. Nchi ambayo wanatokea Dehane Beida, wao ndio taifa ambalo linatumia VAR kwenye ligi yake, japokuwa kwa uchache sana. Lakini Ulaya tuseme karibia ligi nyingi kubwa zinatumia VAR. Marefa wa Ulaya wako makini kweli kweli kuliko marefa wa Tanzania. Mimi nafikiri marefa wa Tanzania wangekuwa makini sababu hawana VAR, concentration yao iwe kiwanjani. Lakini marefa wa Ulaya wana VAR, lakini wanaona maamuzi makubwa. Kufikia hapa ndo mwisho wa kipindi chetu. Ulikuwa nami Chazi Mgawe sambamba na Leopard John, tukikuletea takwimu na uchambuzi wa waamuzi watakaochezesha michuano ya AFCON itakayofanyika pale Morocco mwaka huu 2025. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.